Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Shara'tu bitawhidil ilahi mubasmila wa sa'akhtimu bidhikril hamidi mujammila wa ashhadu anna Allaha la rabba ghayruhu تنزه عن الحسر العقول تكملا وأرسل فينا أحمدا حقا قيدا نبيا بإقام الوجود من الخلا ثم الصلاة والسلام على حبيب المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد. Ndugu zangu watukufu katika imani, awali ya yote kwanza ninaanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ndio ametutaka tuwe ni wenye kumshukuru yeye fi kulli waqtin wa fi kulli hin, katika kila muda na katika kila nyakati. Ni wajibu wetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na neema zake mbalimbali ambazo tunaendelea kuzitumia. Alhamdulillah. Watukufu wa Islam, ama tuangalie shairi hili ambalo ndani yake lina maneno ya hikma na busara, ambalo msemaji aliyasema haya lengo lake atufundishe sisi kama jamii ya Kiislamu, au sisi kama jamii tuwe ni wenye ustaarabu katika maisha yetu, tuishi vizuri, lakini tuepuke sana masala mazima ya kuwa ni wenye kusemana, kusengenyana, kusemana vibaya. Kwani utakapokuwa unamsema ndugu yako vibaya, basi naye pia ana mdomo wa kusema na ataweza kukusema. Kubwa unatakiwa ufanye, uishi katika maisha au katika maisha yako umtangulize Mungu mbele fi kulli waqtin wa fi kulli hin. Mshairi anasema, idha shi'ta an tahya saliman min al-adha wa hadduka mawfurun wa irduka sayyinun lisanaka la tadhkuru bihi awratu mri'in fa kulluka awratu walinnasi alsunun wa aynuka in abdati ilayka ma'ayiba fasunha wa qul ya ayn linnasi alsun ya ayn linnasi a'yunun wa ashiru bima'rufi wa samih man i'tada wa farigh walakinna billati hiya ahsan. Ndugu zangu, msemaji wa maneno haya ni al-Imam Shafi'i. Anasema kuwa idha shi'ta an tahya saliman min al-adha, utakapokuwa unataka kuishi ile hali ukiwa umesalimika kutokana na maudhi mbalimbali ya waja, utasalimika kutokana na maudhi ya binadamu, wa hadhuka mawfurun wa irdhuka sayyinun, na hadhi yako iwe ni yenye kulindwa na heshima yako iwe ni yenye kuchungwa. Lisanaka la tadhkuru bihi awratu mri'in, lisanaka la tadhkuru bihi awratu mri'in. Basi anatuambia kwamba ulimi wako la tadhkuru bihi awratu mri'in, basi usitumike ulimi huo katika kutaja aibu za watu. Ulimi wako ambao Allah tabaraka wa taala amekujalia, amekupa, ukawa ni wenye kuzungumza vizuri kwa ufasaha, basi la tadhkuru bihi awratu mri'in, usiwe ni mwenye kutaja aibu za watu. Wapo watu ambao Mwenyezi Mungu mtukufu amewajalia ulimi kama wewe, lakini maala asaf ndimi zao hizo zinakuwa hazifanyi kazi kwa sababu mbalimbali, lakini kubwa ni sababu ambazo anazijua Allah tabaraka wa taala au alizozifanya yeye, kwamba ulimi wako sasa usiweze kuongea. Wapo watu ambao ni mabubu, hawawezi kuongea kwa ulimi,
bali wanatumika kwa lugha, wanaongea kwa lugha ya ishara. Kwa hiyo lisanaka la tadhkuru bihi auratu mri, ulimi wako usiwe ni wenye kutajataja aibu za watu. Anasema fakulluka auratun walinnasi alsunun. Anasema, anaendelea kusema kuwa fakulluka auratun, wewe hapo ulipo mzima wote kabisa ni auratun, ni aibu tupu au ni makosa matupu. Walinnasi alsunun, na watu nao wana ndimi. Ukiwa wewe unatumika, ukiwa wewe ulimi wako unautumia katika kutaja aibu za watu, kwamba leo hii yule kafanya 1 2 3, fulani ana kadha kadha kadha, yani mabaya tu, ndo kazi yako kuyataja mabaya tu, basi fahamu ya kwamba walinnas alsun, na watu nao wana ndimi za kusema. Watu nao wana uwezo wa kusema hayo mabaya yako uliyokuwa nayo. Lakini mshairi ametangulia kusema fakulluka auratun, wewe mzima ni aurat, ni aibu tupu, ni makosa matupu, ni dosari tupu, yani kuanzia katika utusi wako mpaka katika unyayo wako, basi una dosari nyingi, una makosa mengi ambayo anaweza mtu sasa akaamua kukaa na kukudiscuss, kukujadili, na akaweza kutambua makosa yako akaanza kuyasema. Anasema wa ainuka in abdati ilaika ma'aiba, jicho lako endapo kama litaanza kukuonesha maaibu za watu, kukuonesha dosari za watu, fasunha, basi lizuie, lifanye stop, lipige stop, kwambie hapana, usitaki kuona aibu za watu bwana, lizuie jicho lako. Wakul ya ain, lakini useme, nafsi yako iseme kuliambia jicho lako, jicho langu wewe, linnasi ayun, watu nao wana macho, watu nao wana macho. Ikiwa kama jicho langu kazi yako hivi sasa unataka kuona aibu za watu, basi fahamu kwamba watu nao wana macho, wanaweza kuona pia hizo aibu zako. Anasema waashiru bima'rufi wasamihi man i'tada, lakini uishi uchanganyike na watu katika masala mazima ya mazuri, masala mazima mema. Wasamih man i'tada, na uwe na kawaida ya kuwasamehe tu wale ambao wanaokuwa wanakukosea, wale ambao wanakuchokoza, basi wasamehe kama binadamu. Kuwa na moyo huo, Allah atakulipa maradufu, Allah atakulipa mara nyingi zaidi kutokana na kile ambacho wewe ulichokuwa unakisamehe, pamoja na kuwa hujatolewa nyongo. Maanake watu tunasema kwamba mimi binadamu bana, sijatolewa nyongo. Ni sahihi kutolewa nyongo, lakini ipinde nafsi yako katika kuwasamehe wale ambao wanaokuchokoza, wale ambao wanaokukosea, basi wasamehe. Wafariq walakinna billati hiya ahsan, lakini pia utafarikiana nao, utakuwa ni kutofautiana nao, lakini katika mazingira yaliyokuwa mazuri, katika mazingira yaliyokuwa ya wema. Inawezekana pengine ukawa na watu unazungumza mabaya, lakini ukawa na watu umekaa nao, basi unafarikiana nao aina kimtindo, unafarikiana nao katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri. Uzao katika imani, basi mashairi haya au neno hili la al-Imam Shafi'i inatakiwa tulifunze. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema aktharu khataya ibn adam min lisani, kama mengi katika makosa ya mwanadamu yanatokana na ulimi wake. Ulimi wako, mara umesema mbaya la huyu, mara umemdiscuss huyu vibaya, mara umekwenda kuchunganisha kwa huyu. Hapana, usifanye hivyo, kwani watu wengi, makosa mengi ya mwanadamu kutokana na ulimi wake. Lakini katika masala mengi ambayo mwanadamu atamuingiza motoni, basi pia ulimi wake utakuwa ni wenye kuchangia. Kwa hiyo watukufu wa imani, ninachotaka kusema ni kuwa tujitahidi tuchunge ndimi zetu, kwani katika masala ya ucha Mungu natakiwa kuchunga vitu viwili. Kwanza, tuwe na mahusiano mazuri baina yako wewe mwanadamu pamoja na Allah tabaraka wa taala, lakini pia uwe na mahusiano mazuri baina ya wewe mwanadamu na majirani na wenzako. Kwa mfano, majirani wako unaofanya nao kazi pamoja, unaoishi na kiujumla, kwamba wanadamu wenzako nawe uwe una mazingira nao mazuri. Ikiwa umetengeneza upande mmoja tu, yani uhusiano wako wewe na Allah tabaraka wa taala umekuwa ni mzuri, unaswali sala 5,
unafunga, unatoa sadaka, lakini mahusiano yako wewe na wanadamu hayako vizuri, basi hapo tambua kuwa bado unatakiwa uweze kurudi na kuanza upya, uweze kufanya vizuri. Mahusiano yako na wanadamu wenzio yawe mazuri, na mahusiano yako na Allah tabaraka wa taala yawe mazuri, kwa maana unatekeleza kile ambacho alichokuwa amekuamrisha na unajiepusha na kile ambacho Allah alichokuwa amekuepusha. Lisanaka la tadhkuru bihi auratun, ulimi wako usio wenye kutajataja aibu za watu. Fakulluka auratu walinnasu alsun, wewe hapo mzima ni aibu mzima, wewe hapo pamoja, wewe hapo ulipo kwa ujumla wako ni makosa matupu, na watu pia wana ndimi za kuyasema hayo makosa yako. Wabillahi tawfiki wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi.